Mheshimiwa Rais ameelekeza 10% ya makusanyo yote ambayo tutayakusanya kuanzia mwezi huu mpaka mwakani mwezi wa 6, 10% inatengwa kwa ajili ya kurudisha kwenye sekta ya madini, kufanya utafiti wa kina wa madini ili tuwaongoze vizuri wachimbaji wadogo waache kuchimba kwa kubahatisha. Leo wachimbaji wadogo mnatumia nguvu zenu nyingi, muda wenu na gharama kubwa, na mnachimba kwa kubahatisha. Kuna wakati unaweka nguvu kubwa sana eneo ambalo halina mwamba, mwisho wa siku unajikuta umeuza mpaka nyumba, na mkifilisika na wanasema hii sekta ina majini, kwa sababu tu mnatumia nguvu kubwa, mnachimba katika maeneo ambayo hamjui chini kuna nini. Sasa kuanzia mwezi huu Rais Samia ameelekeza makusanyo yote, tukikusanya shilingi milioni 10 tunaiweka milioni 10 kwa ajili ya utafiti, ikiwa milioni 1 milioni 100 kwa ajili ya utafiti. Tunataka tuwaongoze vizuri wa Tanzania. Kama kwa kuchimba kwa kubahatisha tu mnachangia 40%, ninyi mkiwezeshwa mna uwezo kuwapika taa wakubwa, na hiyo ndio ndoto, na hii ndio ndoto ambayo tunayo, ili mwisho wa siku tuweze kuifikia. Na ndugu zangu, haya ndio yanakwenda kutokea. Mwisho, leo nakabidhi leseni 30. Majina naitwa Paul Madata, ni mkurugenzi wa kampuni ya Sky PM Solution ambayo inajihusisha na kutoa service kwenye utafiti wa madini mbalimbali hapa Tanzania na nje ya Tanzania. Sekta ya madini inachangia kwa kiasi kikubwa sana kwenye pato la taifa na ni sekta rasmi, lakini kwa upande wa tafiti, kumbuka hata kipindi kilichopita Waziri Mavunde, waziri wa madini, alishawahi kusema ni pasenti ndogo sana ya nchi ambayo tayari imeshafanywa tafiti, haiwezi kuzidi 16%. Kwa hiyo unaweza kuona zaidi ya 80% ya maeneo au leseni za Tanzania hazijafanywa tafiti. Kwa hiyo kuna kazi kubwa ya kufanya kwenye tafiti. Kama ni zaidi ya 80% haijafanywa tafiti, lakini bado sekta ya madini kupitia wachimbaji wadogo, wakati na wakubwa bado inachangia kwa kiasi kikubwa kwenye pato la taifa. Itakuwaje kama tutaongeza hata asilimia nyingine 15 au 16 kwa maeneo yaliyofanywa tafiti na kuongeza uzalishaji? Kwa maana hiyo tutaongeza uchangiaji wa sekta ya madini kwenye pato la taifa. Kwa kupitia kampuni ya Sky PM Solutions tunapowafanyia watu tafiti kwenye leseni ambazo zimetolewa na serikali. Kumbuka kwamba serikali inatoa leseni za aina tofauti tofauti, ikiwepo hizi leseni ndogo ambazo tunaziita PML, Primary Mining Licenses, kuna PL, Prospecting Licenses, na zingine Special Mining License na Mining License ambazo tayari watu wanakuwa wanachimba. Sasa kwa wachimbaji wadogo wengi wanamiliki hizi PMLs ambazo kwa asilimia nyingi na zenyewe zinaingia kwenye ile asilimia 80 ya maeneo ambayo hayajafanyiwa tafiti rasmi. Sasa sisi kama Sky PM Solutions tunapofanya tafiti kwenye maeneo tofauti tofauti, kwenye leseni tofauti tofauti za wachimbaji, basi tunaongeza uwezekano wa hao wachimbaji wadogo kuongeza uzalishaji, na uzalishaji unapoongezeka basi pato la taifa directly linaongezeka, kwa sababu tayari uzalishaji wa dhahabu utaongezeka na soko litakuwa zuri la uuzaji wa dhahabu, na hivyo kufanya pato la taifa kuongezeka. Majina yangu ni Catherine Martin Michibi. Mimi ni mjiofizikia kutoka kampuni ya Sky PM Solutions. Sisi ni kampuni inayojihusisha na utafiti kwa ajili ya uchimbaji wa madini. Sisi tunafanya utafiti mbalimbali ambapo tunatengeneza, utafiti huu unatengeneza ramani pamoja na section ambazo zinaonyesha chini ya ardhi miamba na madini imekaa kwa namna gani na ni sehemu gani mchimbaji anashauriwa kwenda kuanza shughuli zake.
Sisi kama kampuni tumeona umuhimu wa kuja kwenye tamasha hili kwa ajili ya kuelimisha, lakini kwa ajili pia ya kuonyesha kazi ambazo tumekwisha kuzifanya na ni namna gani tunaweza tukasaidia sekta nzima ya madini, kuanzia wachimbaji wadogo, wakati hata wakubwa, kuendelea vizuri na kufanya uchimbaji wa kisayansi na wa kisasa zaidi. Lakini pia tunaweza tukakuonyesha kama eneo kwenye miamba kwenye eneo yako haifai kuchimba sana, maana kuna muda tunapata hizi ajali za migodini, watu labda wanafariki na nini. Hiyo ni kwa sababu mtu alichimba kwenye miamba ambayo tayari haikuwa stable. Ila kwa kupitia tafiti kama hizi tunaweza kumsaidia mchimbaji kuona kwamba miamba alionayo labda afike umbali fulani, asiendelee na shughuli za ulipuaji na uchimbaji. Labda kafara fulani au ibada fulani ili uweze kupata haya madini. Kuna vitu vingine havihitaji vitu vinahitaji uhalisia. Uhalisia ni kwamba upate wataalamu walio na vifaa vya kisasa wanaoweza kukuambia kwamba hapa kuna madini aina fulani, na kama ni dhahabu kwa ukanda huu wetu wa Ziwa Victoria, dhahabu iko kwa wingi. Kwa hiyo kama wewe una kiwanja chako ambacho kimehakikiwa na serikali au unataka kuona kwamba je, eneo lionalo lina madini au halina madini, basi uje hapa Sky PM watakusaidia, maana wana vifaa vya kisasa, wana drone za kisasa, watakwambia hapa kuna madini au hakuna, na kama yapo watakwambia yako eneo gani na yako umbali gani kutoka kwenye usawa wa ardhi, na kama yapo yanaelekea upande gani. Maana mtu unaweza ukachimba ukaambiwa yapo, wewe ukaelekea mashariki, kumbe mkando unaelekea kusini. Sasa ukachengana na madini alafu ukasema kwamba umerogwa, kumbe hakuna. Changamoto tunayopata ni kwamba katika maeneo ya uchimbaji tunachimba katika maleseni ya watu na hazina sengine utafiti. Unakuta mtu anachimba, anajaribu kubuni, lakini anachukua muda mrefu na anachukua gharama kubwa sana. Kwa hiyo sana tulikuwa tunaomba upande wa serikali iwe inainisha maeneo ambayo kwamba hapa ni sehemu sahihi na miamba inapita hapa, ili kusudi mchimbaji mdogo akija direct aweze kuchimba pale pale, asije akafanya utafiti hivi na hivi. Huwa tunapoteza muda mwingi sana kwa hiyo tunachimba bila utafiti. Ufanisi katika utendaji wa ndege nyuki. Ndege nyuki sio kifaa ambacho kinafanya upimaji. Ndege nyuki ni kifaa ambacho kinabeba kifaa cha upimaji. Tuna kifaa ambacho kinabebwa na ndege nyuki, kimetengenezwa nchini Marekani, ni kifaa cha kisasa kabisa. Lengo lake ni kujua mipasuko iliyoko chini ya ardhi na aina ya miamba iliyoko eneo husika. Kwa hiyo tuna maeneo mengi. Kumbuka kwamba uchimbaji unafanyika maeneo ya mapori au ya mashamba, sio maeneo ya mjini. Kwa hiyo ufikikaji wake wakati mwingine unaweza kuwa sio rahisi, wakati mwingine kunaweza kuwa na makorongo na mabonde. Lakini kwa sababu makorongo na mabonde au milima ina madini ambayo tunayotafuta, hatuwezi kusita kuacha, lazima tuende. Sasa tunaendaje? Kiusalama tutatumia hizi ndege nyuki. Ndege nyuki itabeba hiyo sensa itafanya upimaji kwenye maeneo hayo, then baada ya kuona kwamba eneo hilo ni potential, basi designing ya jinsi gani ya kwenda kuchimba eneo hilo itafanyika. Sky PM Solutions tunapatikana jijini Dodoma, jengo la Bath Hotel, floor ya kwanza. Tunapatikana kwa namba za simu 0794 27 6666 au kwa namba ya simu 0767 24 67 10. Kwa barua pepe ni info@skypmsolutions.com. Hii ni Tanzania Habari.